بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu yangu ambaye unanifuatilia, leo tuangalie haqiqatu ashabil kahfi, uhakika wa watu wa pangoni. Aya zinazokuja kuanzia aya ya 13 mpaka aya ya 16. Aya hizi zitatueleza kuhusiana na uhakika wa watu wa pangoni, lakini kuanzia katika aya hii mpaka mwisho itakuwa zinaeleza kwa upana katika yale ambayo tuliyaeleza kwa ujumla katika aya zilizotangulia, yani kwa maana aya ya 9 mpaka aya ya 12. Yaqulu Allahu Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq, hakika sisi tunakusimulia wewe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunakusimulia habari zao, habari za hao watu wa pangoni. Nahnu naqussu alayka ay ayyuha rasulul karim, sisi ndo ambao tunaokusimulia habari za hao watu wa pangoni kwa haki, yani kwa habari ambayo haiingiliwi shaka ndani yake. Kwa maana habari za wengine, habari walizokuwa wakijua hao wanazuoni wa Kiyahudi, ni habari ambazo ndani yake kunaingiliwa na shaka, kunaingiliwa kasoro, batili. Lakini habari ambazo tunazokusimulia sisi, Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu naqussu alayka, sisi ndio ambao tunaokusimulia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'ahum, habari zao, kwa maana habari za hao watu wa pangoni, bil haqqi, habari ambazo multabisu bil haqqi, zimefungamana na haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala hapa amesema nahnu, sisi, na hali ya kuwa ni yeye peke yake. Amesema hivi lita'dhimi sha'nihi, kwa ajili ya kujitukuza hali yake, kujitukuza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ametumia wingi, lakini kiuhakika ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum, hakika hao watu wa pangoni, hao watu wa pangoni, fitiyatun, ni vijana, vijana, amanu birabbihim, walimuamini Mola wao, wazidnahum huda, na sisi tukawazidishia uongofu. Kwa maana hao watu wa pangoni, usidhani kama walikuwa ni watu wa aina gani. Hao walikuwa ni vijana, fitiyatun, ni vijana. Ndugu yangu unanifuatilia, unaona hapa kwamba kijana ana umuhimu mkubwa sana na ana nafasi kubwa sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana utakuta hata Allah subhanahu wa ta'ala hakumleta mtume yoyote yule illa kana shaban, isipokuwa kila mtume aliyekuja alikuwa ni kijana. Kila mtume aliyekuja alikuwa ni kijana. Kwa hiyo hawa vijana ambao leo historia yao imebakia katika vitabu, katika Qur'ani inatajwa historia yao na wakafanyiwa mambo ya ajabu, ni vijana. Innahum fitiyatun, hakika hao ni vijana, amanu birabbihim, walimuamini Mola wao, wazidnahum huda, na tukawazidishia uongofu. Kwa hiyo haya yote ambao walioyapata ni kwa sababu walimuamini Mola wao, imanan sadiqa, imani ya kweli. Warabatna ala qulubihim idh qamu, na tukaunganisha katika nyoyo zao, tukaziunganisha, tukazifungamanisha nyoyo zao, idh qamu, wakati waliposema, faqalu, wakasema, idh qamu, wakati waliposimama, faqalu, wakasema, rabbuna rabbus samawati wal ardi, Mola wetu sisi ni Mola wa mbingu na Mola wa ardhi.
lan nad'u min dunihi ilahan, kamwe hatuwezi kumwabudia asiyekuwa yeye, hatuwezi kuabudia miungu mingine ya batili asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idhan shatata, na laiti tukifanya hivyo tutakuwa tumezungumza, tumesema maneno yenye kukiukwa. Ndugu yangu, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kuhusiana na hawa vijana wakati walipokuwa wamesimama mbele ya mfalme ambaye yeye alikuwa akidai kwamba yeye ndiye Mungu, yeye ndiye anayetaka kutukuzwa, yeye ndiye anayetaka kuabudiwa. Vijana hawa wakati waliposimama, Allah subhanahu wa ta'ala kwanza aliunganisha nyoyo zao, alifungamanisha nyoyo zao. Moyo wa huyu na huyu ikaelewana, ikaonekana yuko katika njia moja, zikaungana, na nyingine nayo zikaungana, nyingine zikaungana, mpaka wale vijana wote 7 nyoyo zao zikawa zimeungana kwa pamoja wote. Idh qamu, wakati waliposimama, faqalu, wote kwa pamoja wakasema, rabbuna, mola wetu, rabbus samawati wal ardi, ni mola mlezi wa mbingu na ardhi. Ndugu yangu, tunafundishwa kwamba al-arwahu junudun mujannada, roho ni kama majeshi yaliyolelewa vizuri, yaliyofunzwa vizuri. Kwa hiyo wakati wowote itakapofahamika kwamba roho ya huyu na ya huyu, nafsi ya huyu na ya huyu, moyo wa huyu na ya huyu vikafahamiana, ikaona kwamba nilivyo mimi ndivyo alivyo huyu, zikielewana tu hivi italafa, basi huwa zinaungana, zinakuwa kitu pamoja. Lakini pia ikifahamiana kwamba nilivyo mimi na huyu tofauti, alivyo yeye na mimi ni tofauti, ikhtalafa, huwa zinatofautiana, haziwezi kuwa pamoja. Hili tunalipata kwa hawa vijana. Hawa vijana wao baada ya nyoyo zao kufungamana, yani ya yule kuwa na huyu pale ikaonekana yuko sawa na mimi na yule, vijana wote hawa nyoyo zao zikafungamana. Hawakuwa na miadi, hawakuwa na ahadi yoyote kwamba walikotoka huko kwamba tukifika leo kwa mfalme akisema nini tusimame wote tuseme sisi hatukutaki wewe, sisi tunamwabudia Mungu mmoja. Hawakuwa na miadi ya aina yoyote ile. Ile ni nyoyo tu, kwamba kwa sababu zimefungamana, nyoyo ya huyu na huyu zimefahamiana, zipo katika njia moja na utaratibu wa nyoyo zinaungana, basi ziliungana pale pale pasina ahadi yoyote. Wakasimama wote kwa pamoja wakasema, rabbuna, mola wetu, rabbus samawati wal ardi, ni mola mlezi wa mbingu na ardhi, lan nad'u min dunihi ilahan, kamwe hatuwezi kumwabudia Mungu mwingine asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na tujalie kama tukafanya hivyo, tukaabudia asiyekuwa Allah, laqad qulna idhan shatata, tutakuwa tumesema au tumezungumza maneno ambayo ni yenye kukiuka, maneno yenye kuvukwa, yani tumezungumza hivi alafu tunafanya hivi. Haulai qaumuna, hawa watu wetu hawa, ittakhadhu min dunihi aliha, wamefanya miungu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanawatukuza miungu asiyekuwa Mungu mmoja, wanawaabudia miungu asiyekuwa Mungu mmoja. Laula yaatuna alaihim bisultanin bayyin, mbona, kwa nini hawaleti juu yao hoja zilizokuwa za wazi, allati tadullu ala annahum ilaha, ambazo zinaonyesha kwamba wao ndiyo miungu, zinaonyesha kwamba huyu anemtukuza ndiye Mungu. Mbona hakuna hoja zozote, hakuna dalili zozote, na hali ya kuwa huyu Mungu mmoja yeye ana dalili zote, ana hoja zote ambazo ametuonyesha zinazojulisha kwamba yeye ni Allah, yeye ndiye Mungu wa pekee anayefaa kuabudiwa. Hawa watu wetu hawa, haulai qaumuna, hawa watu wetu hawa, ittakhadhu min dunihi aliha, wamewafanya miungu wengine asiyekuwa Mungu mmoja tu, wakawatukuza, wakawanyenyekea, miungu ya kuchonga, miungu ya kutengenezwa.
ajabu ya mwanadamu, ajabu ya watu hawa. Ndugu yangu, na leo wapo watu ambao wanaabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuzungumzi hawa watu tu wa kipindi hicho cha Ashabul Kahfi, wapo wanaabudia asiyekuwa Allah. Hivi wewe mwenye akili timamu, inakuwa vipi ukamwabudu, ukamnyenyekea, ukamuomba yule ambaye wewe ndio umemtengeneza, yule ambaye wewe ndio unamsaidia kwa kila kitu? Leo unasikaa, unapiga magoti, unamuomba. Hivi mfano huyo Mungu ambaye umemtengeneza wa kuchonga, Mungu huyo akadondoka pap chini, anaweza kusimama? Hawezi. Bila shaka wewe ndio utaenda utamnyanyua, ukinyanyua alafu unalisimamisha pale. Kama lilikuwa lina vumbi, unaanza unafutafuta zile vumbi, ushalisimamisha, umeliweka vizuri, alafu unakaa chini, unapiga magoti, unaanza kuomba, Mungu, wewe ndiye Mungu wangu unayenisaidia. Anakusaidia wakati wewe ndio umemsaidia, amedondoka ukamuinua, ukamsimamisha. Nani anemsaidia mwenzie? Nani muhitaji? Bila shaka huyo ndio muhitaji, huyo ndio anayesaidiwa. Yani wewe ndio una nafuu, wewe una hali nzuri, wewe una uwezo kuliko huyo unayemwabudu, kuliko huyo unayemuomba, unayempigia magoti. Ajabu ndugu yangu, ni jambo la ajabu. Kwa hiyo hawa pia nao wanazungumza, haulai qaumuna, hawa watu wetu hawa, ittakhadhu min dunihi aliha, wamewafanya miungu asiyekuwa Allah. Laula yaatuna alaihim bisultanin bayyin, mbona hawawaletei dalili za wazi zinazoonyesha kwamba wao ndiyo Mungu? Faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban, na hakuna aliyedhalimu zaidi kuliko yule aliyemzushia uongo Mwenyezi Mungu, kumfanya Mungu ana washirika. Huyo ni mtu dhalimu mkubwa sana kuliko dhalimu yoyote yule. Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia katika aya yetu hii, aya ya 16, akasema, wa idhi'tazaltumuhum, na kumbukeni pale mlipojitenga. Wa idhi'tazaltumuhum, kumbukeni wakati mlipojitenga. Wama ya'buduna, na vile wanavyoviabudia, illa Allah, asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'au ila al-kahfi, tukakuambieni kimbilieni, nendeni pangoni. Ukifika pangoni huko, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, Mola wenu atakuenezeeni rahma zake, kama vile ambavyo mlivyoomba kule. Mkifika kule, Mola wenu atakuenezeeni rahma zake. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, na atakutengenezeeni mambo yenu yakawa na manufaa. Ndugu yangu, na hivi ndivyo ilivyo watu ambao wenye imani zilizokuwa sadiq, wenye imani zilizokuwa za kweli, hawakosi msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawakosi usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watakapojifungamanisha, wakatengeneza imani zao, wakawa na azima ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hawezi kuwaacha hivi hivi. In tansurullaha yansurukum, ikiwa mtamnusuru Allah, kwa maana mtainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkatoa nguvu zenu kwa ajili ya kuitetea dini, kwa ajili ya kuipeleka mbele dini, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukuacha, hawezi kukuacheni hivi hivi. Atakupeni malipo yenu, atakutengenezeeni mambo yenu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azithibitishe imani zetu ziwe ni kawiyi, kwa maana ziwe ni imani ambazo ni madhubuti katika nafsi zetu. Atujalie tuweze kuyatenda yale ambayo yamo ndani ya Qur'ani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane katika tukio lingine baada ya tukio hili.